Leo tulikuwa na mafunzo ya siku ya 3 ya mambo ya uendelevu. Leo tulijikita zaidi kwenye kuandaa taarifa ya uendelevu ambayo zaidi tuliangalia yale maeneo 4 muhimu ambayo tunahitaji kuripoti au kutoa taarifa kwenye za uendelevu. Eneo la kwanza ilikuwa linahusu masuala ya utawala au governance. Eneo la pili ilikuwa inahusu masuala ya strategies au mikakati. Eneo la 3 ilikuwa inahusu masuala ya risk management au vihatarishi. Eneo la 4 ilikuwa inahusu masuala ya metrics na target. Leo tulibase zaidi kwenye eneo la kwanza la utawala ambayo inaitwa governance. Washiriki wameweza kuelewa kuhusiana na governance ama utawala kwenye upande wa uendelevu, nini cha kutoa taarifa kwenye uendelevu kuhusiana na masuala ya utawala. Kwenye upande wa utawala ama governance tuliweza kuunganisha kati ya masuala ya ustahimilivu, masuala ya ESG pamoja na standard au miongozo ambayo imetolewa na mshauri mkuu wa serikali na imetolewa na bodi za kimataifa za sustainability. Kwa hiyo tuliweza kupata muunganiko kati ya standard ama mwongozo, kile ambacho tunataka turipoti au taarifa kwenye upande wa utawala au governance, na kile ambacho tunaenda kukifanyia kazi kwenye field. Leo kwenye uendelevu tumejifunza namna ya kuandika taarifa na tulijikita zaidi kwenye sehemu au eneo la utawala, kwamba tunaangalia miongozo inasema nini kinaendelea ili tuweze kutolea taarifa ya uendelevu kwa jiji letu la Dodoma.